yake. Wanaponyitwa horo na maiga akue. Anafaa pigwa mawe afe. Wachora kwa mana matumia wa brother yake. Huyo ambaye analala na bibi ya ndugu yake. Tona horo na maiga akue. Asiku apigwe mawe afe. Alesho mara kwa mani yale. Wale wanaume wanalala pamoja. Nemanyitwa mahoro na maiga makue. Wapigwe wauawe. Kwa toko mwera mumana yomoze. Kwa hivyo tunawaambia siku ya leo. Eka tumwera mwere ratura. Wacha tuambie ukweli unapouma. Negada tijanoeno toje leiye. Ndiposa hii shindano iingie ndani. Korori yohone. Nchi yetu ipate kupona. Negada maraji negoda ile hao. Maana wanaenda katika mashamba yao. Matada na ongara komera keto. Wanapanda kunakosa mavuno. Akema kaiga biashara itara komae umidhio. Wengine wanaweka biashara inakosa faida. Akema kaiga na mahiyo maomoze magadira. Wengi wanafuga mifugo inaangamia. Netodo korori ne morumbe. Sababu nchi imelaaniwa. Yarara ugaterere. Yawe yananena. Mogiane kila madari makwa. Mkizitia amri zangu. Nakweki oya janganete. Na mkifanya vile nimeagiza. Namotingane na waganu. Na muachane na maovu. Na niyedeigoro neko moigua. Nami nikiwa mbinguni nitawasikia. Neko moratima. Nitawabariki. Na neko moratima mwere mwonaji. Nitabariki mashamba yenu. Odoada mwekala nedegea hapo na iwe. Kila kitu ambacho mtakuwa mkitenda nitakuwa pamoja nanyi. Njera ikala yawe no atora ne hapo na iwe. Hebu niambie kama yawe yataandamana nanyi. Njera ikala gai no atora ne hapo na iwe. Niambie kama yawe yanaweza andamana na sisi. Njera yawe ramide okobete na motumia wele. Wakati unajua umelala na bibi wa mwenzako. Nekomade kamara ugaterere. Ndiposa maandiko inasema. Atamoduri atera. Atamodo nega tigajina. Kila mtu ataacha wazazi wake. Utaacha baba yako na mama yako. Na mkutana mwa kitu kimoja muanzishe familia. Lakini sio wanaume wawili waacha familia zao waweke familia. Na sio wanawake wawili waacha familia zao waje wafanye familia. Maandiko hayaneni haya. Maandiko inasema mume na mke wakuwe kitu kimoja. Jambo la kweli nitawanenea ni hivi. Wewe kwa bibi ambaye uko na bwana yako. Na wewe mzee ambaye uko na bibi yako. Haufai kulala na mwingine. Sababu mwanamke akilala na wazee wawili. Hiyo ni kuonyesha kwamba hawa wanaume wamelala pamoja. Hawa wanaume wawili wameingia mahali moja. Ni kuonyesha kwamba hawa wanaume wawili ni kitu moja. Kwa hivyo inafaa uwe na bibi yako peke yako. Na asiwe huyu bibi yako na mzee mwingine. Nimeona watu wengine mahali kwingine. Mwanamke yako na wazee watatu. Ati hao ni bwana zake ambao wanapenda sana. Na unaona wanampapasa wote watatu. Ushetani uliingia. Watu wamekubaliana na ushetani. Unaona bibi anatembea hapa akiwa na wanaume watatu. Mmoja amembebea kibeti. Yule mwingine amembebea simu. Mwingine amemshika mikono asianguke. Hao wote sio walinzi wake. Ni waume zake. Ati kila mmoja hapo na wakati wake wa kujivinjari na yeye. Hivyo ni kusema hao wanaume watatu wanalala pamoja kulingana na maandiko. Mwanamke hafai kulala na wanaume pamoja. Hivyo ni kumaanisha hao wanaume wamelala pamoja.
pamoja. Jambo ambalo linashtua ni kwamba watu hawataki kulala wanaume kwa wanaume sasa. Wengine wanaoa wanyama na wanafanya harusi. Siongei upuzi, mmejionea katika simu zenu. Wanaume anashika mbwa anasema huyu ni bibi yangu sasa, na hiyo mbwa inayovaliwa suti na anapelekwa kanisani akiwashikanishwa pamoja. Mwanamke anashikanishwa na mnyama. Watu wameondokea ubinadamu. Hata wanyama wanaweza shindwa, nyinyi ndio wanyama ama ndio wanyama? Watu wanalala na wanyama. Na maandiko inasema hao watu wapigwe mawe. Wapigwe mawe hadi wafe. Kwa hivyo inamaanisha hata dakika hii ukionekana mtu ambaye analala na mnyama, tunafaa kumpiga mawe akufe. Hatutakuwa na hatia mbele za Mwenyezi. Serikali ndiyo itatushika na itatufunga, maana ndio wanafaa kutulinda. Wao walitugeukia wakapitisha amri ya kwamba wanaume wawili wanaweza oana, ya kwamba mchungaji anashikanisha mnyama na binadamu wawe familia. Niambie, mwanadamu na mnyama watazaa nini? Na maandiko katika Mwanzo inasema enendeni mzae na muzidishe dunia. Mbwa na mwanamke watazaa nini? Zile zitatoka pale ni mapepo, ile ambayo tutakuwa na nafasi nzito sana ya kupambana na hayo mapepo. Maana hata wasichana hawataki vijana. Ndiposa unaona watu wanabeba maumbwa huku na kule. Unaona mtu ameshika mbwa na unashindwa nini na msumbua. Ati ya kwamba ninatembeza mbwa yangu aende raoni. Nimekaa na huyu mbwa zaidi ndani ya nyumba, acha nipunge hewa. Lakini yale mambo ambayo inafanywa kwa hizo nyumba na hizo maumbwa, sitaki kunena zaidi juu mnajua. Simaanishi ati unalala na mbwa kitanda unajifunika. Ni wewe unalala mbwa anafanya mambo kama mwanaume. Unaona mchana ameinama nayo mbwa inampandilia. Unaona mtu mzima ambaye ako na akili anaenda katika mifumo ya mbuzi, anashika mnyama wa mbuzi analala naye. Anaona kama ingekuwa sana niende nikashikanishwa na huyu mbuzi, niende nikashikanishwa na huyu mnyama, maana nimeona huyu mnyama ni mzuri kuliko mwanadamu. Maandiko inanena hizo ni dhambi kuu mbele ya macho yawe, na watu wanafaa kupigwa mawe. Hiyo mambo haifai kuchukuliwa rahisi. Hivyo ninawaambia juu ya ngono. Hii mambo ya kufanya ngono imeingia mpaka manyumbani, mpaka watu wanapigana na familia. Familia haisimami, maana watu wametoka nje ya ndoa.
mutumia kana muthuri kuma murango ya kwamba huyu bwana atatoka kwenye mlango murango wa neighbor aingie katika nyumba ya jirani, akanie mutumia wa neighbor amfurahishe bibi ya jirani, nikiashoke kwa mukae alafu arudi kwa bibi yake. Wao wao kuchoka kunyitania na kama isiole haya mambo ya kushikanisha hizi damu atere nikiona gatere ndiposa unaona ya kwamba atere kana gasia robona ipa unaona kuna mtoto amezaliwa kwa jirani kana jorogewa na baiti anafanana na joroge na banane kana gasia robona gona baiko mi unakuta kuna mtoto amezaliwa na 10 kana kemanio wana bayere na anafanana na Kimani na Babiri. Yoko mzuri ala mwana wewe mzee akiona akiangalia huyu mtoto bana na Kimani. Kwa nini wanafanana na Kimani na Babiri? Kwa sababu huyo ndiye rafiki wa kiti cha kwanza. Anajua wakati Kimani ameondoka naye anarudi na kwa sababu mwanamke baadaye kusimama na msimamo na anasema kibutu kimeondoka wewe kuja. Unaona ya kwamba mbegu zimechanganyikana. Watu wamejichanganya na mambo ya kuonana kimwili. Mahali ambapo kumeenda zaidi ni mahali ambapo tunaelekea. Maana ndoa watu wataki kuoa, wanawake wanapata watoto. Ukimuuliza baba ya mtoto anakuambia ajui anafanya na roho. Maana amezoea kulala naye na wanaume wengi. Anaona huyu kijana ni wacha nipatie mbegu yake, mimi nitamlea mtoto. Kwa hivyo watoto wengi hawana mababa. Nilikuwa ninataka kuambia jambo moja. Wao watu ni nini itafanya wasipigwe kwa mawe? Ni nini itawafanya msipigwe kwa mawe mpaka kifo? Ni nini itawazuia muuawe? Lakini yawe ni wa rehema. Maana anawapea wakati mwingine katikati ya hawa wanadamu wote kuna wanaume wawili wanalala pamoja. Wale ambao wanasikia sauti hii, kuna wanawake wawili wanalala kitanda moja. Wale ambao wanasikia sauti hii, kuna mmoja ambaye analala na mbwa. Kuna mwingine analala na kuku na mbuzi. Kuna wengine analala na ng'ombe. Ni nini ilikosa ndani yetu? Watu walikosa ile hisia ya dhambi. Wewe unavua nguo zako, unaenda unasimama nyuma ya kondoo. Iposa pengine unaona mnyama wanasaa, wanyama wakiwa na masikio kama. Maana mbegu zimechanganyika. Na wakati wa Noa ndipo kulifanyika. Wakati malaika walishuka hapa duniani, wakawatamani wanawake, wakaja wakawazalisha, wakapata watoto wa malaika. Haleluya. Walipozaa watoto, tunasikia kuna watu ambao walikuwa wanaitwa